Uliobaki Mwalimu Chande, tunapokea maswali sasa. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ بخير. ولا سيكم؟ الحمد لله. كريم سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لله الحمد. Sote tumeweza kuwa hadhir na mada ambayo iliyokuwa imetolewa na Sheikh na dai ya kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Hivi sasa tumefungua mlango wa maswali. Kabla ya maswali, naomba tutambue kuwa tunao akina mama ambao wametokea katika Masjid Nur inayopatikana Tabata, wamefika leo, na pia akina mama wanatokea katika msikiti wa Ali bin Abi Khattab, Umar bin Khattab, msikiti wa taasisi uliopo Mwembe Mtengu. Mfanyaji wamekuja nao katika muhadhara huu kama ilivyokuwa mwezi uliopita. Hivyo hivi sasa tutakuwa na mlango wa maswali. Tutambue kabisa tupo katika mwezi mtukufu huu, mwezi wa Dhulhijja, na tuko katika masiku bora ya duniani, yani masiku haya 10 bora. Tunasubiri maswali. Mbaya ni kwamba tulikuta kuna tangazo la Sheikh anayetajwa hapa Sheikh kwamba hili kwa hakika lilifanya swali limekuja, muulizaji anauliza, ukiwa umeweka nia ya kuchinja, ukiweka nia ya kuchinja utakiwi kupaka hina wala kusuka wala kupaka mafuta yenye harufu? Sheikh, naam, muulizaji anauliza, ukiweka nia ya kuchinja utakiwi kupaka hina wala kusuka wala kupaka mafuta yenye harufu? Imekuja hadithi ya Ummu Salama, mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana lahu dhibhun yadhbahu, yule ambaye ana kichinjo chake, aliyetia nia ya kuchinja, fa idha ahalla hilalu dhilhijja, mwezi wa Dhulhijja ukiandama tu, fala ya'khudhanna min sha'rihi wala dhafrihi shay'a hatta yudahi, aliyetia nia ya kuchinja, basi mwezi wa Dhulhijja ukiandama tu asikate kucha zake wala asikate nywele zake mpaka atakapochinja. Kwa nini? Allah anataka akulipe malipo yako stahiki kwa idadi ya viungo vyako vyote, na kucha zako zimeshakuwa refu, utalipwa pia kwa idadi ya kucha zako ndefu, nywele zako kwa idadi ya nywele zako,
usipunguze chochote mpaka utakapomaliza kuchinja. Kwa hiyo tulichokatazwa sisi ni mambo mawili tu akina mama: kukata kucha na nywele. Hinna paka, sijui mtaka kujifukiza jifukize. Tabana ukiwa nyumbani kwako, baadhi yenu mkiwa na waume zenu hamjui kujifukiza, kazi yenu kujifukiza mkitoka auti, wa ma adraka ma auti. Hapo sisi ndo tunapopinga sasa. Yaani nje kwa wenzio unataka uonekane maridadi, kwa mumeo shaghala baghala. Hilo alikubaliki jamani kina mama. Tumia vipodozi vyako vyote na manukato yako yote kwa ajili ya mumeo. Kwa hiyo ruhusa, hata kama umefunga kupaka hina, kupaka manukato, ruhusa, ili mradi kwamba kwa kwako na mume wako hayo hayajakatazwa. Sisi hatujaambiwa tujizuie na vitu vyote kama wanavyojizuia mahujaji. Sisi tumeambiwa tujizuie na mawili tu, na mafundisho sisi tunayapokea kutoka kwa nani jamani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Swali la Karim. Na muulizaji anauliza, upi usahihi wa kusema astaghfirullah min kulli dhanb? Kwanza ukisema astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi au astaghfirullah alazim peke yake, hii maana yake unamwomba Allah msamaha kutokana na madhambi yote. Baadhi wanaona akisema astaghfirullah haitoshi mpaka asema astaghfirullah min kulli dhanbin, yani namtaka Allah msamaha kutokana na kila dhambi. Wakati astaghfirullah peke yake maana yake unamwomba Allah kusamehe madhambi yote. Kwa hiyo fanya kama alivyofanya Mtume, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, au astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim, au astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, au astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, kama alivyosema, imekuja katika namna mbalimbali. Naam. Muulizaji anauliza, ni lazima kufunga siku zote 10 au unaweza kufunga baadhi katika masiku 10 haya bora? Hatujasema ni lazima kufunga, na jawabu letu sio lazima kufunga, lakini ni bora ufunge. Bali hata nyinyi mnaodaiwa, nyinyi wenye madeni yenu ndani ya Ramadhani, madeni yenu ya Ramadhani, huu ndio muda mzuri wa kulipa madeni yenu. Unanuia nini shekhe? Nanuia kulipa madeni yangu. Nia maana yake ni kusudio la moyo, liko moyoni. Nyote hapa leo mmetoka katika majumba yenu, mmekuja hapa kuja kusikiliza nini? Kuja kusikiliza nini jamani? Darsa Sawa? Mlikusudia kuja, hamjakusudia? Na ndio maana mupo, sio? Kuna mtu alisikika nyumbani kwake akisema nawaitu kwenda Al-Hikma Foundation kwenda kusikiliza mawaidha ya mwisho wa mwezi. Kuna mtu alisikika kufanya kusema hivyo? Sasa kuna haja gani kusema nawaitu mdomo? Kuna watu wanaamini usiposema nawaitu, jamani, kwanza jifunze Kiarabu. Nia maana yake nini? Al-qasdu wal-azmu, makusudio na maazimio ya moyo. Ukisha kusudia moyoni ukaazimia, ndio nia yenyewe. Sawa? Kwa hiyo tia nia ya kulipa madeni yako ndani ya masiku haya. Kasoro siku ya Arafa hutakiwi kulipa deni. Funga kama Arafa, kwa sababu ni funga inayojitegemea. Kwa hiyo najibu swali lako, nasema sio lazima kufunga, ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kuleta matendo yote mema katika masiku haya, na funga ni katika matendo mema. Atakayefunga malipo yake ni makubwa sana, kwa hadithi iliyosema matendo yote ya wanadamu ni ya kwao, kasoro funga ni ya kwangu mimi, nami ndiye ninayejua malipo yake. Naam.
Muulizaji anauliza swali kama ifuatavyo: sisi kina mama, kundi letu la umoja wa kina mama, tukitaka kuchinja ng'ombe kwa pamoja kama kundi, tutatakiwa kuchinja ng'ombe wangapi? Labda kina mama ningewahimiza jambo moja. Jana nilikuwa na khutba kwa wale wenye kuweza, na kuombeni mkitoka hapa, ingieni katika Kishki Online TV, tafuteni khutba yangu inayozungumzia masuala ya kuchinja ya jana, ili sikuchanganye. Nilivaa miwani, ndio utajua, make ukifungua video ziko nyingi, inaweza kama mwingine hana uzoefu hajui video gani. Nilivaa miwani, nilikuwa nazungumzia fadhila na ibada ya kufunga. Niliwasema waukae wenzangu. Waukae wapo hapa? Waukae mupo? Waukae wenzangu niliwasema. Niliwasemaje? Niliwaambia kuna baadhi ya watu katika Waislamu huwa hawatii nia ya kuchinja na hawataki kuchinja, na si kwamba hawana pesa za kuchinja, kwa sababu mbuzi sasa hivi akipanda sana kule Vingunguti na 1,500,000, 170,000, 180,000, ifanya mpaka 200,000 kwa mwaka mzima. Ukitoa 200,000 mara moja ukamwaga damu ya mnyama kwa ajili ya Allah siku ya Eid, kitu gani utakachokikosa wewe? Bwana Mtume anasema hakuna amali ambayo Allah anaipenda mno siku ya Eid kama amali ya kuchinja. Nikawaambia waukae wenzangu, mnadai kwamba uwezo wa kuchinja hamuna, mnasubiria nyama za Waturuki za kugawa. Lakini mbona mkidaiwa na waganga mpeleke mbuzi mnapeleka? Mbona ukiambiwa na rohani kwamba utakiwa uchinje mbuzi tena mweupe unapeleka kondoo? Utapora, utanyang'anya, utakopa. Sasa kuna watu kila mwaka wanachinja, wanarudi kwenye vijiji vyao, bado hawajaacha mtindo wa ushirikina. Wanakuambia bana, kila mwaka tunarudi kijijini, kuna kutambika wazee, mizimu. Huu ni ushirikina wa wazi. Ukifa nayo, wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha, motoni, usipoiacha na kutubia. Kwa hiyo kama uwezo unao wa kuchinja unapotumwa na mganga, unakosaje uwezo wa kuchinja kwa ajili ya Allah? Ukajifananisha na Nabii Ibrahim, ukajifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo rudini katika hotuba yangu, mtafaidika na mengi. Nimetaja mpaka masharti ya kuchinja. Nikasema hivi, nawagusia kwa ufupi, najibu swali lake sasa. Wanyama wanaotakiwa kuchinjwa akina mama ni wanyama 4: mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Wazee wa kokoriko hawana nafasi. Shekhe, kama sina uwezo wa kuchinja mbuzi, vipi naweza nikachinja jogo wangu? Jogo wako hatakiwi kuchinjwa. Kama utamchinja utafaidi nyama ya kuku tu siku ya Eid, hautopata thawabu kama umefanya kichinjo. Tumeelewana? Wanyama wako wangapi? Sasa hao wanyama 4 na wao wana masharti yao. Haifai kuchinja mpaka wafike umri husika. Ngamia lazima awe na miaka 5. Ngamia lazima awe na miaka 5 ndio umchinje. Ng'ombe lazima awe na miaka 2 ndio umchinje. Mbuzi lazima awe na mwaka 1 ndio umchinje. Kondoo awe ana nusu mwaka ndio umchinje. Shekhe, mimi najuaje? Hata umri wa watoto wangu wakati mwingine nasahau mimi. Najuaje shekhe mimi kama huyo mbuzi ana umri gani? Qur'ani imesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Nenda kwa wauzaji, wafugaji, muulize huyu ng'ombe ana umri gani. Akisema miaka 2, kuanzia miaka 2 mchukue. Ngamia ana miaka mingapi? Kuanzia 5 mchukue. Mbuzi kuanzia mwaka 1 mchukue. Kondoo kuanzia nusu mwaka mchukue. Kisha nikasema mbuzi na kondoo haifai kushare. Haifai
kushare, familia moja ichinje mbuzi wake mmoja, familia moja ichinje kondoo wake mmoja. Sheikh, mashallah, bismillah, mashallah, tuko wengi sisi, mbuzi moja hatutoshi. Sheria inakuruhusu ongeza wa pili, wa tatu, madama uwezo unakuruhusu, lakini sheria inakutaka sehemu ya nyama ile ule, sehemu iliyobakia ugawe kwa maskini na mafukara. Sawa eh? Ng'ombe na ngamia ndio tunatakiwa tushare familia 7. Kwa hiyo ng'ombe, yani wanyama wawili yafaa kushare, wanyama wawili haifai. Haya, wanyama wepi ambao inafaa kushare? Ng'ombe na ngamia. Kwa familia ngapi? 7. Kwa hiyo watu 7 mnaweza mkajichangisha mkanunua ng'ombe wenu mmoja mkamchinja, ikakubalika. Amin, na uwezo Sheikh, mashaallah, nataka nichinje ng'ombe wangu mwenyewe. Sawa, chinja, hujakatazwa. Tumefahamiana eh? Lakini mnyama yule pia lazima aepukane na kasoro 4. Namalizia kwa sababu kauliza swala la kuchinja. Asiwe na aibu 4. Aibu ya kwanza, asiwe chongo. Chongo mnamjua? Tena Mtume akasema asiwe chongo kiasi ambacho ule uchongo wake uko wazi. Ya pili, asiwe mgonjwa kiasi ambacho ugonjwa wake uko wazi. Jambo la tatu, asiwe kilema na chechemea mguu mmoja, kilema kilichokuwa wazi. Jambo la 4, asiwe amekondeana, hana mafuta. Tumefahamiana eh? Mwisho, mnyama yule unatakiwa umchinje ndani ya muda wa kisheria. Muda wa kisheria baada ya kuswaliwa kwa siku ya Eid mpaka siku ya 4. Eid mosi, pili, tatu, 4 ndio mwisho wa kuchinja. Tumefahamiana? Naam. Naam. Muulizaji anauliza, Sheikh, ikiwa mamangu hawezi kufunga hizi siku za Arafa, yeye akazigawa funga 8, zile 4 kati ya nia yeye na 4 kwa niaba ya mama yake. Hawezi? Yani mama yake hawezi kufunga hizi siku za Arafa, akatia nia 4, akatia nia kwa niaba ya mama yake na niaba yeye mwenyewe. Je, yafaa kumfungia, yani kutia nia ya kufunga kwa ajili yake? Sheria hairuhusu kumfungia mtu aliyekuwa hai. Tumeelewana? Maadama yuko hai mzazi wako hawezi kufunga, ashiriki siku hiyo kufanya ibada mbalimbali. Mwambie mama, chukua tasbihi, vuta uradi. Shekhe, kwangu kutumia tasbihi yafaa haifai? Tunakwenda tena kwenye mgogoro mwingine, si ndio? Naam. Maulama wakubwa wa zama hizi wameruhusu kutumia tasbihi kwa masharti. Usifanya tasbihi kuwa ndo lengo iwe ni ule uradi. Sharti la pili, usishike tasbihi kwa kujionyesha. Kuna watu wamekamata tasbihi zao, zile tasbihi ile ya shanga ile, sizungumzia kisasa hii ya kubonyeza, kashika huko anaongea, ndio kidole kinafanya kazi, angalia kidole. Kweli hamjambo mama, mbona tudanganya wewe, huko mkono unafanya, huko unaongea mdomoni, unavuta saa ngapi uradi wewe? Sasa huwa anajionyesha, akitembea sokoni kaliburuza hivi, hiyo ndo haitakiwi. Tumefahamiana eh? Maulama wakubwa kina Sheikh Al-Fauzan, kina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili, wengi wameruhusu kutumia tasbihi za kisasa kwa masharti. Mosi, usiwaige wasiokuwa watu wa bid'a, usijifananishe na watu wa bid'a wakati katika tasbihi yako hiyo. Pili, usifanya tasbihi yako kuwa ndio malengo. Tatu, usijionyeshe kwa watu. Watu wenyewe wameona umeshika tasbihi yako mkono, umekuona wao, lakini wewe hivi, jamani, nabonyeza liko 1000 sasa hivi, hapana. Mtu kama kashika tasbihi yake mkono wake kauweka huko anavuta, hajakuonyesha wewe, ufedhuli wako umepiga durbini lako paka kwenye mkono wake ukaona kashika tasbihi, hilo lako wewe, sio lake. Tumefahamiana jamaa? Tujafahamiana? Kwa hiyo mwambieni mama avute uradi.
Na kina mama msisahau, mashallah tabarakallah. Jamani, mbona mwanangu mnampaki barua leo huyu? Msisahau kina mama uradi, dhikri, dua ya siku ya Arafa. Najua dua ya siku ya Arafa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairu duai. Narudia, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu akina mama, msisahau kusoma sana dua ya siku ya Arafa iliyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imethibiti kwa manabii wote kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema khairu duai duau yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dua bora kabisa ni dua ya siku ya Arafa, na ndio dua ya kheri, dua bora niliyoisoma mimi Muhammad na wakaisoma manabii wenzangu kabla yangu. Dua gani? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kila mmoja wetu uradi huu, dua hii anaijua, si ndio? Ndio dua ambayo unatakiwa kuisoma sana bila ya idadi wala ya hisabu. Na uradi huu Bwana Mtume anasema atakaisoma kwa siku mara 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atakaisoma uradi huu kwa siku mara 1, kwa siku mara 100, atakaisoma uradi huu kwa siku mara 100, Allah atamwandikia thawabu 100, atamfutia madhambi 100, atampandisha daraja 100. Tumeelewana eh? Atamwandikia thawabu kana kwamba ameacha watumwa 10 katika familia ya Nabii Ismail alayhi salam, na mwisho ataifanya kuwa ni kinga yake kutokana na shaitan na kutokana na majini. Siku nzima ukitumiwa majini, mashaitan hawakuoni. Wakifika chumbani kwako wanaona ni maji, nyumba yako hawaoni, wanakuita mchawi. Kumbe kila siku unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100. Kwa hiyo dua hii isomeni sana siku ya Arafa. Na pia kwa kumalizia, ndugu Chande, huyu mama mtu mzima aliyetamani kufunga, lakini kwa sababu ni mtu mzima sana kashindwa kufunga siku ya Arafa, Allah atamwandikia thawabu kama kafunga. Kwa nini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka vitani, vita vya jihad, yuko na masahaba, akawaambia kuna watu tumewaacha Madina katika vitanda vyao, wanaandikiwa thawabu sawa na sisi, wametoka na sisi, wapo katika viwanja vya jihad. Akauliza Rasulullah, ni kina nani hao? Akasema ni ndugu zetu waliopata udhuru mbalimbali wa kisheria, maradhi na kadha na kadha, walitamani kuungana na sisi leo, lakini wameshindwa. Allah anawalipa kwa nia zao, wallahu a'lam. Naam. Naam, muulizaji anauliza, mume kumchinjia mke inafaa kipindi hiki cha Dhulhijja? Mume kumchinjia mke, je, inafaa? Rudia. Mume kumchinjia mke wake kumchinjia nini? Nyama, je, inafaa? Kwanza naomba nikuulizeni swali. Je, yafaa mwanamke kuchinja, haifai? Yafaa mwanamke kuchinja, haifai? Yafaa. Sasa kwa nini hawachinji? Uoga wao wenyewe. Uoga wao wenyewe, hawajakatazwa. Kama yuko mwanamke ngangari akakamata bisu akamchinja kisu, akamchinja huyo kuku wake au mbuzi wake, safi kabisa.
sunna kumwelekeza kibla, useme bismillah wallahu akbar, basi umemaliza kazi. Sasa mwanamke anauliza, je, yafaa mume wangu kunichinjia? Ibada hii iko tofauti kidogo na zakatul fitri kina mama. Zakatul fitri kila mtu ajilipie mwenyewe, mke ajilipie mwenyewe kilo 2.5 ya mchele. Ukichukua mchele wa shilingi 2500 kwa kilo 2.5 ni shilingi 6250, jilipie mwenyewe. Huna uwezo, atakulipia mume wako. Lakini bado mimi na complain, wanawake wengi wana uwezo huo wa kujilipia zakatul fitr, lakini wamezoea dezo. Simu ulionayo umenunua bei gani? Kwa mwezi unaweka internet bundle kiasi gani? Mwaka mzima shilingi 6250, unashindwa kwenda kununua kilo 2.5 ya mchele ukatoa ili usafishe funga yako ya mume wako. Safisha funga yako, jitolee mwenyewe. Pale ambapo utakuwa huna, Allah anashuhudia, pale mume anatakiwa kulipia. Ibada hii ya kuchinja, si kila mtu anatakiwa achinje, mke achinje, mtoto achinje kama zakatul fitri. Hapana. Ibada hii akichinja tu mume, baba wa familia, amechinja kwa niaba ya watu wake wote. Tofauti na zakatul fitri, kila mtu mpaka mtoto mchanga itabidi ajitolee, kama hawezi atolewe. Wallahu a'lam. Naam. Sheikh muulizaji anauliza, kuna tabia ya kufagilia makaburi kipindi hiki cha Dhulhijja. Je, una lipi la kutuelekeza kuhusu hili? Mimi naomba nikuulizeni jambo, kina mama wa Kiislamu. Kina mama wa Kiislamu, nikuulizeni jambo. Kuzuru makaburi, jambo jema, jambo baya? Jambo zuri, Yafaa mwanamke kuzuru makaburi, haifai? Kuna ikhtilafu baina ya maulama. Wako waliosema haifai, wanatumia hadithi inayosema la'ana Allahu zawaratil qubur, Allah awalaani wanawake wenye kuzuru makaburi. Wakasema illa, sababu ya kukatazwa, wanawake akifika pale watafanya tu ujinga, wataanza kulia tena. Mtu ana mwaka mzima na miaka miwili, wataanza kutambika pale, kuongea maneno mabaya, baba nisamee huko uliko baba, mpaka sasa sijapata mchumba mie baba, si kitu gani. Wataongea vitu visivyofaa, watafanya kufuru. Wasiende hawa na roho zao ndogo. Kauli ya pili ya maulama, wanasema yafaa wanawake kuzuru makaburi. Ushahidi kwamba yafaa wanawake kuzuru makaburi, wakatumia hadithi kadhaa. Mojawapo ile hadithi ya yule mwanamke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta juu ya kaburi la mtoto wake, analia kweli kweli, anagaragara kweli kweli. Mtume akamwambia fanya subira. Yule mama hata kumtazama anayemwambia fanya subira, usifanye hivyo, usilie sana, unachokifanya sio sawa juu ya kaburi la mtoto wako. Badala ya ajue nani, akamwambia ilaika anni, achana na mimi wewe, fa innaka lam tusab bi musibati, hujapatwa na msiba kama kwangu, ndio maana hujui uchungu wake. Baadaye akaambia, wewe bibie, unamjua uliyekuwa ukimsemesha vibaya? Akasema hapana, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kachanganyikiwa mbio mpaka nyumbani kwa Mtume, ya Rasulullah, nisameh, nimechanganyikiwa, sijakujua kama ndo wewe. Wakasema Mtume akamwambia, afadhali umekuja, kwanza ni haramu mwanamke kwenda kuzuru makaburi, kwa nini umeenda? Wakasema wanaotetea, wakasema Mtume aliendeleza kumpa tu subira, akamwambia inna masabru ala sadamati alula, subira hasa inatakiwa pindi unapopata pigo la kwanza. Inawezekana hujawahi kufiwa, ni mara ya kwanza, ndio maana umechanganyikiwa sana. Subira hasa inatakiwa pindi unapopata pigo la kwanza. Wakasema mbona Mtume hakumwambia
kwa nini wewe umezuru kaburi? Ya kwanza ya sio. Hadithi ya pili wanayoitumia kuzuru makaburi, hadithi ya bibi Aisha mwishoni mwa maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwishoni mwa uhai wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Jibril alimshukia usiku wa manane, mtume akiwa na zamu kwa bibi Aisha, akamwambia Allah anakusalimia na anakwambia amka, nenda ukayaombee makaburi ya Al-Baqi', makaburi makubwa yako karibu pale na msikiti wa mtume Madina. Mtume akanyanyuka akaenda kufanya dua. Bibi Aisha machale yakamcheza, kugeuka kulia kushoto, hamuoni bwana, kama kawaida yenu bwana. Akaanza kumdhania mtume vibaya kwamba yeye atakuwa kanitoroka, labda akaenda kwa mke mwingine huyo. Wivu mbaya mtume, yani akatishe zamu usiku wa manane. Akafanyaje bibi Aisha? Akatoka anahangaika anamtafuta mtume, kafika mpaka makaburini kwa taarifa yenu, kafika mpaka makaburini kwa taarifa yenu. Akamkuta mtume kasimama anaomba dua. Mtume akaona kivuli cha mtu, kugeuka akaona mke wake Aisha, na alamjua huyu ni mama wa wivu. Akamwambia, Aisha wewe? Akasema ndio. Kipi kimekuleta usiku wote huu? Yaani ulikuwa unaamini nimekutoroka? Wivu yo, shetani wako akashakuja sio? Akashtuka, ya Rasulullah, mimi na shetani? Akaambia ndiye, kila mtu anaye, hata wewe. Akasema hata mimi, lakini wa kwangu mimi hana uwezo wa kuniamrisha maovu, ni mimi Muhammad ndio ninayemuongoza na muamrisha yeye mambo mema. Na hapo ndipo wanakuja wasiokuwa Waislamu. Naona mashehe wenyewe wamesema kila Muislamu na jini wake. Hapana jamani, Muislamu hatuna majini. Na mimi nakuulizeni maswali nyinyi wasiokuwa Waislamu wanaonitazama katika klipu hii. Kama kawaida yenu tunakusikieni mnasemaga Uislamu dini ya majini, dini ya mashetani. Nakuulizeni, hao mashetani hao wamefuata nini kwenye makanisa yenu? Mbona tunawaona kila siku wakitolewa na mapasta wenu kwa jina la Yesu, pepo toka, na anayetolewa ni Agnes, anayetolewa ni Happy, anayetolewa ni nani? Nitajia jina lingine Esther, Jessica, sijui mnatolewa nyie ya Kristo hayo majini. Sasa mnatakiwa muulize kwamba Mola wetu ameumba majini, kuna wema na waovu. Wale waovu kuna wengine kazi yao ni kuwaingia wanadamu na kuwasumbua na kuwatesa, na wanaweza kumwingia mwanadamu yoyote, Muislamu, Mkristo, na mtu yoyote anaweza kumwingia. Tumeelewana jamani Sasa mtume aliposema kwamba kila mwanadamu ana shetani, hajakusudia shetani unamfuga uko naye, hapana. Anakusudia yule shetani anayepotosha watu, anayewapambia maovu, anayewapeleka kwenye maovu na kwenye madhambi. Wanadamu huwa hatufanyi madhambi, hatufanyi maovu, hatupotoki, wakati mwingine tunapotoka. Sasa shetani ambaye anatupepeta, anatupambia maovu na mashetani, ndio anayetupambia maovu na machafu. Huyo ndiye ambaye mtume kamkusudia kila mwanadamu ana shetani anayempotosha, ambaye anataka kumtoa kwa Mungu ampeleke kwa Ibilisi kwenye maovu, kumpeleka motoni, ndio maana yake. Sasa wakasema maulama, mbona mtume hakufoka kwamba Aisha, kwa nini umekuja makaburini? Kwa hiyo ndugu zangu, maulama wa Kiislamu wana kauli ngapi? Mbili juu ya kufanyaje kuzuru makaburi. Wako waliosema yafaa na wako waliosema haifai. Maadama maulama wameikhtilafiana, unaweza kufata kauli yoyote. Na kuna kauli ya tatu inasema yafaa, lakini usitilie nia tangia nyumbani, na weitu leo unafunga safari na beba vyakula vyangu tunakwenda makaburini. Usiseme hivyo. Wamesema baadhi, wamesema tu wewe toka zako, kama unaenda hospitali, labda unaenda Regency pale, unaenda kufanya vipimo, ukaambiwa baada ya masaa mawili utapata majibu yako, ukasema wewe nitembee kwa miguu nenda makaburini nikayaombee dua. Wanasema hapo inafaa, huja ya kusudia.
lakini ukiangalia wameruhusu, si ndio hivyo eh? Kwa hiyo kuna ikhtilafu, na maadama kuna ikhtilafu, siku zote wanawachuoni wanasema la inkara fi masaili lijtihad, hakuna kupingana katika mambo ambayo ni ya jitihada, mambo ambayo ya ikhtilafu. Sasa swali, najibu swali lako dada yangu uliyeuliza, yafaa katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, mfungo 3, kwenda kufagilia makaburi? Jawabu ninakuuliza, umepata wapi kujiwekea kwenda kuzuru makaburi kwa mwaka mara moja, tena mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo 3? Huu mtindo huu mpangilio hii sheria kwamba kila mfungo 3 ndio twendeni makaburini tukazuru maiti wetu kwa mwaka mara moja, umetoa wapi? Uislamu unatutaka tuzuru makaburi muda wote, kadri ya nafasi zetu. Kila tukipata nafasi tukayazuru makaburi. Tukifika pale, habari ya sio kusafisha, kupalilia, kupalima hapasaidii. Wewe unasafisha juu, hujui ndani kukoje. Huyo maiti wako ndani kama anapata shida, wapati shida, hujui. Kwa nini tumeambiwa tuzuru makaburi kina mama? Hikma kuzuru makaburi yako mangapi? Yako mangapi? Muyahifadhi kuanzia leo. Yako mangapi? Yako mawili. Hikma ya kwanza ni wewe ukajenge moyo wako, kajenge imani yako, nenda kajikumbushe akhira. Ndio maana Bwana Mtume akasema zuruha tudhakirukumul akhirah, nendeni mkazuru makaburi mkumbuke akhira. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, mkawaombee dua. Sasa leo wako baadhi wakifika pale wanalia, wanaomba maiti, wanaomba maiti. Na Allah katika suratu Fatir anasemaje? innal ladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. innal ladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, hakika wale mnaowaomba kinyume chake Allah, kinyume cha Allah, hawamiliki chochote kwenu, hata punje ya qitmir. in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Tega sikio wewe unaipenda kumwomba asiyekuwa Allah. Allah anasema na mkiwaomba hawana uwezo wa kusikia dua zenu. walau sami'u mastajabu lakum, na hata wakiwasikia hawana uwezo wa kuwajibu. Umeona habari hiyo? Mnajisumbua tu. Tumeambiwa twende tukazuru makaburi kwa manufaa ya ndugu zetu maiti, tukawaombee dua, sio sisi tuwaombe wao. Kwa hiyo hikma kuu ya kuzuru makaburi ndugu zangu ni nini? Hikma kuu ya kuzuru makaburi ndugu zangu ni nini? Mbili. Hikma ya kwanza kwenda kujikumbusha akhera. Hikma ya pili kuombea dua. Swali sasa, nafsi yako inakupa kweli kuombea maiti wako kwa mwaka mara moja? Kwani usiende mara kwa mara? Kitendo cha kujiwekea sheria maalum kwa mwaka mara moja, tena mfungo 3 Dhulhijja, idi kubwa na sio idi ndogo, hapo ndo tatizo linakuja. Umepata wapi utaratibu huo? Kuzuru makaburi inafaa kwa wanaume, inafaa kabisa. Kwa wanawake kuna ikhtilafu, wako waliokubali, wako waliokataa. Ukichukua kauli ya maulama waliokubali ukaenda, nenda na heshima zote, jistiri vizuri, usijipake manukato, sawa, usichanganyike na wanaume, sawa. Ukifika pale jikumbushe akhera, waombee dua, baada hapa rudi zako. Ushaanza kuomboleza
kunjua moyo huko uliko, wazee mliolala huko, Abdalla mpaka sasa hivi hana kazi, Fatuma naye wachumba kama vile hawamwoni, kunjueni moyo. Ndo nini sasa? Kwani kazi na wachumba wanaletwa na hawa maiti jamani? Sana analeta Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hayo ndio yanayokatazwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tumalize, nani time zimeenda. Swali linauliza kama ifuatavyo: je, usipofunga siku za mwanzo za Dhulhijja kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wake, je, nikifunga siku moja ya Arafa nitapata fadhila za Dhulhijja kwa ujumla? Ukifunga siku ya Arafa peke yake, fadhila utapata bila ya shaka, tena fadhila kubwa, na insha Allah utasamehewa madhambi yako ya mwaka uliopita na mwaka ujao, lakini hauwezi kufanana na yule aliyefunga siku zote 9. Allah ni mwadilifu, yule ana mafungu anafunga za siku 9, wewe unafunga siku moja. Yani aliyeanza kufunga kuanzia ya kwanza au ya pili au ya tatu akafunga siku 5 na siku ya Arafa siku ya 6, kwanza wewe na yeye mnalingana kwenye Arafa, wote insha Allah mtasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Kisha akakupiga bao sasa, ana masiku mengine 5 kafunga ndani ya masiku bora ya dunia. Lakini kwa yule ambaye hawezi kufunga, asijikalifishe, afunge siku ya Arafa peke yake. Wallahu a'lam. Naam. Muulizaji anauliza, mwanamke anayekwenda haji halafu akapata udhuru, yani akiwa anataka kuanza ibada hiyo ya haji, inakuwaje malipo yake? Je, atahesabika kama yupo katika ibada ya hija? Hali hiyo ilimkuta Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, tena alipokuwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakiwa katika viwanja vya haji, akapatwa na hedhi, akalia sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampooza na kamba, hii ni hali ambayo Allah amewaumbia mabinti wa Adam. Kisha akamwambia, isna'i kulla shay'in illa at-tawafa was-salah au illa an tatufi bilbait wa an tusalli au kama jaa. Akamwambia, endelea na ibada yote ya hija, fanya vitu vyote kasoro tu usitufu katika al-Kaaba na usiswali. Na ibada ya haji ni matendo mbalimbali ndugu zangu. Inaanza yaumut tarwiya, wanaenda kulala Muzdalifa, kisha siku ya Arafa, siku ya 9 wanaenda kusimama katika viwanja vya Arafa. Na ukisikia kusimama, hawatakiwi wasimame muda wote. Anayeweza kusimama akanyanyua mikono juu anaomba afanye, asiyeweza aketi chini kwenye hema lake, atafanya vyote hivyo. Siku ya Eid ataenda kumpiga shetani mawe, hata kama yupo kwenye hedhi. Atachinja, atafanyaje? Ingawa kuchinja inakuja baada ya kumaliza tawafu. Kwa hiyo mwanamke ambaye amekwenda haji akapatwa na hali ya kibinadamu, anatakiwa afanye vitendo vyote vya haji, matendo yote ya haji kasoro matendo mawili: asitufu katika al-Kaaba na asiswali sala 5. Tumeelewana? Mpaka atohariki. Akimaliza kutoharika ndio atakwenda kutufu, anamalizia tawafu mara 7 na ataendelea na sala yake, na ibada yake insha Allah ni yenye kukubaliwa. Malizi. Naam. Anasema mume ana uwezo wa kuchinja na mke ana uwezo wa kuchinja. Je, inafaa wote tuchinje? Naam, ndio inafaa. Jawabu ndio inafaa. Mbuzi wawili hao, mke katia nia yake na mume katia nia yake. Hapo sasa mke anatakiwa asikate kucha na asikate nywele. Tumeelewana Kwa sababu na yeye ametia nia kuchinja mbuzi wake. Lakini inapokuwa mchinjaji ni mmoja, ni baba wa familia,
yeye peke yake ndiye anayetakiwa asikate kucha wala nywele. Msije mkaambiwa familia nzima stop, msikate kucha, msikate nywele. Kwa sababu gani? Baba yenu anachinja? Hapana, hilo lina baba peke yake. Naam. Swali la pili anauliza, mmoja wao akituma pesa kwa wazazi ili achinjiwe huko mkoani au sehemu nyingine, je, lazima yule mchinjaji ataje jina la mhusika? Kwanza niulize swali kabla sijajibu swali. Je, yafaa kusafirisha sadaka kupeleka mbali? Kuna watu wana tabia, wanaishi mjini, ikifika wakati wa zakatul fitri, wakati wa kuchinja, wanapeleka kijijini kwao Ngerengere. Tumeelewana jamani eh? Yafaa haifai? Sheria inasema haifai kusafirisha sadaka kupeleka mbali wakati ulipo kuna watu wengi tu wenye shida, wenye kustahiki. Ama ndugu zetu ambao wako Ulaya, kulia kigeuka mzungu, kushoto mzungu, mbuzi kwenyewe pengine hamna, hawaonekani. Nakumbuka nilisafiri na vijana wangu wawili Marekani, wabongo, tulipokuwa tuna tabu. Kuna siku moja tunatembea kwa gari, sasa tunatoka state tunaenda state nyingine, eti wao kazi yao wanatafuta mchanga, hawaoni mchanga Ulaya. Nikamwambia, nyinyi mbona mnanitia aibu nyewe? Sasa wallahi tujiona mchanga mpaka sasa hivi. Sasa nchi kama hizo hata mchanga kuona ni nadra, mbuzi utamwonea wapi? Kule sasa wale hawajui nani anastahiki, Waislamu wako wapi, mbuzi wanapatikana wapi. Wao kwa dharura watume pesa Afrika, wanunuliwe, wachinjiwe. Ama wewe ndugu yangu hapa Temeke, chinja hapa hapa, kula wewe na gawa kwa ndugu zako, wajirani zako, mafukara wa hapa hapa. Mamangu kijijini anapata tabu, toa mfukoni mwako chengine umpe mamako, usione ubakhili. Na mamako kwani unamkumbuka kwa mwaka mara moja naye Idi au Idi hadi Idi? Si unatakiwa mkumbuke kila siku? Ni wajibu wako kumlisha mzazi wako. Kuna baadhi ya watoto wa mjini wanajisahau. Mzazi aliyekulea akakupatia tabu, eti baada ya kukua ukishakuwa na familia yako, anajua mwenyewe atajiju mwenyewe ataishi vipi. Mimi jukumu langu kumlisha mke wangu na watoto wangu. Mama yako mzazi ni bora kuliko mke wako na watoto wako. Na ndio maana maulama wanasema ni haram kumpa mzazi zaka. Mnajua hilo? Mnajua hilo? Haram kumpa mzazi wako zaka. Unajua kwa nini haram? Kwa sababu kuu mbili. Kwa sababu kuu ngapi? Mbili. Sababu ya kwanza, unayetakiwa kumpa zaka ni yule ambaye hakutegemei katika maisha yako, humlishi, humvishi wewe siku zote. Mzazi wewe unatakiwa kila siku chakula chake mpaka anakufa ukitoe wewe, automatically katoka kwenye kupewa zaka, si ndio? Na sababu ya pili, mali ya zaka ndugu zangu ni kama dawa ya madoa. Dawa ya madoa ukitia kwenye kanzu yenye madoa, kinachotoka nini? Uchafu au usafi? Sasa ule uchafu unampa mzazi wako. Ndio maulama wakasema haifai kumpa mzazi zaka. Msiseme wazazi shekishki bana, roho mbaya bana, kauzibe, katuzibia tusipewe zaka. Nyinyi mnatakiwa mlishwe kila siku, mtunzwe kila siku mpaka kufa kwenu. Kama mlivyowalea tumboni, mkawalea wakiwa wadogo, mkawalea wakawa wakubwa, mkawafundisha, mkawakuza, wakutazameni. Tumefahamiana jamani eh? Tumefahamiana? Sasa swali ndio imebidi sasa. Mimi niko Ulaya, natuma mbuzi wangu nichinjiwe hapa Afrika. Wenyewe wanaita Afrika kwetu. Simseme Tanzania bwana, Afrika kubwa. Jambo la kwanza, wewe uliokuwa kule jizuie kukata kucha na nywele, kwa sababu kichinjo ni cha kwako. Mimi ambaye nakusimamia wakala wako sihusiki na hilo. Tumefahamiana eh? Jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna haja kutajwa jina lako kwamba jamani na weitu mbuzi huyu ni wa fulani, anapatikana Marekani jimbo fulani, hilo alipo. Innamal a'malu binniyat. Nia yako Allah anajua. Tena mwambie ukishachinja nijulishe ili nikate kucha. Kama mwanaume nikate na nywele. Wallahu a'lam.
Muulizaji anauliza, kuna ulazima wa kuleta adhkar kwa kutoa sauti au hata kimoyomoyo inafaa? Adhkar ndugu zangu, unatakiwa ulete masikio yako ujisikie, yaani unatoa sauti yako ujisikie wewe, sio lazima kusikie mtu wa pembeni. Tumefahamiana Naam. Muulizaji anauliza, kwenye familia wengine wanaweka lazima kila mwaka mfanye dua, na usipokuwa nao ndugu wanakusema vibaya. Je, hii ikoje? Dua ni ibada, tena ibada kubwa sana, na kusoma Qur'an katika nyumba zetu, kufanya kisomo cha Qur'an katika nyumba zetu ni jambo kubwa sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nyumba ambayo ndani yake inasomwa suratul Baqara, shetani, jini, wanga hawawezi kukurubia siku 3 nzima. Lakini swali najiuliza, nyinyi mnaopenda kufanya kisomo kwa mwaka mara moja, yani unasoma Qur'an kwenye nyumba yako kwa nia ya Allah akupeni shifa, akupeni baraka, akupeni kheri, ailinde nyumba yenu, kusoma suratul Baqara, kwa nini msome kwa mwaka mara moja? Kitendo cha kujiwekea utaratibu kila mwaka mara moja, hapo panakuja matatizo hapo. Muombeni Allah kila siku, jisomeeni kila siku, someeni nyumba yenu kila siku, someeni watoto wenu kila siku. Wallahu aalam. Muda umeisha. Sawa. Muulizaji anauliza, ikiwa umetia nia ya kuchinja na ikatokea hujafanikiwa kumpata huyo mnyama baada ya Eid, je, yasi kuchinja ikiwa nilishatia nia baada ya Eid? Anasema ametia nia ya kuchinja, lakini mpaka amefika siku ya Eid amekosa uwezo wa kuchinja, na tayari kishajizuia kukata kucha na nywele, alafu siku ya pili baada ya Eid ndio kapata uwezo, unachinja. Ndio maana nimekwambieni Eid hii muda wa kisheria wa kuchinja ni baada ya swala ya Eid. Eid ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na masiku 3 baada ya Eid ndio muda wa kisheria wa kuchinja. Naam, tumemaliza Tumemaliza, na mimi nimepewa makaratasi mawili haya, yamekuja kwangu. Haya nitayasoma mimi mwenyewe. Mmoja anauliza, je, yafaa mwanamke kwenda hija bila ya mahrim? Jawabu, haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza mwanamke kusafiri safari ya usiku na mchana bila ya kuwa na mahrim. Mwingine, mashallah tabarakallah, na wingi wa karatasi zenu, huyu peke yake ndo kaniombea dua, au mmeniombea kimoyomoyo? Anasema, Sheikh, tunakushukuru sana wallahi, Allah akuhifadhi, umetuelimisha, tumepata faida kubwa sana. Amin ya rabbal alamin. Allah anipe kila la kheri mimi pamoja na nyinyi, na kama alivyoirejesha mwezi wa Dhulhijja kwetu na masiku haya bora, na mwakani pia yarejeshe, tuwe hai, tuwe salama salmin, na tupambe kwa siha na afya njema, tuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, atusaidie tuendelee kutumikia dini yake na watu wake, na kufanya ibada na kupeperusha bendera ya Uislamu na bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Jazakumullahu khairan, na wapongeza na washukuru, japo leo ni Jumamosi, weekend ya mwisho imeangukia Jumamosi, lakini mmejitahidi, mmekuja na idadi inaridhisha, ingawa sio kama siku zote. Tuendelee jamani kukutana kila mwezi mara moja katika ukumbi huu. Kama tulivyosema, weekend ya mwisho ikiangukia Jumamosi tutafanya Jumamosi, ikiangukia Jumapili tutafanya Jumapili. Huwa tunafanya kila Jumapili ya mwisho wa mwezi, lakini kwa kuwa mwisho wa mwezi ni leo tarehe 31 tulizowekewa na wazungu, kesho Jumapili wanatuambia ni
mwanzo wa mwezi. Mwezi wa kizungu ni wa ajabu sana. Naomba nikuacheni faida muondoke na mwezi wa kizungu na mwezi wa Kiislamu. Angalieni tofauti baina ya mwezi wa kizungu na mwezi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa kizungu una vichwa vingi. Kuna mwezi unaishia kwa siku 28. Huyu anaitwa mzee nani? Mzee nani? Februari. Haya, kuna mwezi mwingine unaishia kwa siku 29. Mzee nani huyo? Februari. Februari mara nyingi siku 28 na 29. Taja nyingine siku 29. Hamna? Kweli? Haya, kuna mwezi mwingine una siku, kwa hiyo kuna siku 28, siku 29. Kuna mwezi mwingine una vichwa vitatu, unaitwa unaishia siku 30. Ni mwezi gani? Siku 30. Pia mjui? April, Septemba na ndugu zake wengine wote, sawa? Na kuna mwezi sasa ndo baba lao, una vichwa vikubwa kulikeli, unaisha siku 31. Kama Mei ndo huu tulionao leo siku 31, Disemba 31, si ndio? Mnajua mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam una masiku mangapi? Mawili tu, ama siku 29 au 30 kwisha. Na ndio maana na kuongezeni faida nyingine, na ndio maana mimi binafsi sikubaliani na birthday. Ni mambo ya kizungu, tumeiga kwa wazungu. Miaka 50 100 huko nyuma babu zetu walikuwa wajui birthday. Sisi ni wazee wa kuiga wazungu. Lakini wako wanaosema mbona Mtume alikuwa akifunga siku yake ya kuzaliwa? Sio. Jawabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku yake ya kuzaliwa, hajafunga tarehe yake ya kuzaliwa. Nyinyi mkifunga mnafunga tarehe ya kuzaliwa, mkisherekea mnasherekea tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo birthday haipo. Nyinyi mnachosherekea ni tarehe. Tumefahamiana Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kwa nini unafunga siku ya Jumatatu, akasema dhaka yawmun wulidtu fihi, hiyo siku ndio nilozaliwa. Akasema tarehe nilozaliwa. Nyinyi nyote kesho na tarehe yangu ya kuzaliwa, birthday yangu. Feki. Hakuna tarehe ya kuzaliwa, kuna siku ya kuzaliwa. Tumefahamiana? Hakuna anayeweza kupatia tarehe yake ya kuzaliwa. Tumefahamiana? Tujafahamiana? Hakuna anayeweza kupatia tarehe yake ya kuzaliwa. Umezaliwa Shaaban 15, mpaka Shaaban 15 ya mwakani, labda tuseme Shaaban 15 ilikuwa Disemba 1, alafu mwakani Shaabani haitokuwa Disemba, utaona kuna tofauti. Tumefahamiana Jazakumullah khair. Tukutane mwisho wa mwezi wa 6. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Endeleeni kuhamasika, muje walau mwezi kwa mwezi mara moja, mfaidike, mtasikia mengi, na naamini mmesikia mengi. Wa shukran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.